huko hamna kuingia. Unaingia kwa nini tusiingie? Kwa nini tusiingie? Yaani mdogo wangu nimemlea kwa kipindi kirefu mpaka sasa hivi anaolewa nisipate hata kisiteti. Hamna kwa kweli hapa amuingie. Tunaingia. Wewe hapa muingie. Ngoja mimi nimpe pesa ni haki yake. 5,000 tu. 5,000 na damu na ndogo hiyo. Tupishe basi tuingie. Jamani mdogo wangu kakua walisema olewe jamani kaolewa huku jamani majirani. Jamani leo na furaha mdogo wangu wewe. Mashamba. Toba, tushaanza kuchangamka hapa. Ana nini huyu? Ana mashetani huyu. Mashetani? Ana mashetani. Basi ngoja kwanza nikamwite kaka. Tuje tulimalize hili. Oya Mlamu, una uhakika nakaa hapa? Mwamu, hapa mimi na uhakika kwa sababu nimemkimbiza akaja kuingia huko ndani ndio kwao hapa. Atatoka tu. Tumekubaliana tusifanye ugomvi nyumbani kwa watu. Kwa hiyo nakuomba ongea naye kistaarabu. Mwanangu, unavunja kiapo tulicho hapa. Nilijisahau tu bi mkubwa, mikono inawashaga na muda mwingine. Basi kaa vizuri, tuongee tu kwa ustaarabu. Wewe baba cheupe handsome, kwa nini unadiriki kufuatilia mke wa mtu na unajua kabisa huyu ana mume wake? Kwa nini unafanya vitu kama hivyo? Huyu asiachiwe adundu, anamchukaje shangazi? Sinakwambiaga mambo kuingilia maneno katika vitu vya watu vipi vinakuhusu? Kwa siku kutia mkwenzi wewe. Amekimbilia huku. Shari. Mwamu, umeweka mambo mengi tayari. Kesi ile kuepo hapa ishakuwa nyepesi. Kesi ngumu ndio wewe umeifanya. Umempiga kwanza na kitu kashapoteza kumbukumbu. Tumoaini. Sasa nini haribu nini? Mbona sielewi? Ya kuolewa usirudi nyumbani kutembea. Kuolewa usirudi nyumbani kutembea. Kaka. Nini? Kaka Aisha. Aisha kafanyaje? Aisha kapandisha mashetani kule. Jamani. Mama sishamaliza kabisa kwamba huyu asipandishe mashetani. Alafu kwa nini asipandishe jana au mwezi uliopita, apandishe siku ya harusi yake kabisa? Huyu mtu anatafuta nini huyu jamani? Kama kumtafuta sio wataalamu, tumekaa chini tumezungumza. Sasa huyu nadhani mimi anijui. Ngoja. Kaka usiende kufanya fujo. Wewe nenda kule kamtulize wale waje wapate kuondoka na mke wao. Nikamtulize? Sasa kwa ngoja nikamtulize. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie. Niambie. Yule mama na watoto. Mama mbona tushamaliza kabisa jamani? Kwamba tumekaa chini jana tumemaliza wiki nzima tumekaa chini tunamaliza kwamba bwana haya majini yako akapembeni wewe uolewe uondoke. Si mwa vizuri? Niambie nini tatizo? Maana shughuli shaisha. Nini tatizo? Nini bwana, niambie nini tatizo bwana, mimi nataka kuchanganya. Nini tatizo? Niambie. Mume mubaya. Keti yetu haiolewi. Mume mubaya. Nataka nikusalimia nikuulize. Wewe upande hapo ni bepali au jini fukufuku? Sikia nikwambie kitu moja sawa? Mume mubaya, mume mzuri, hapa utaolewa. Utaondoka na mashetani yako. Bwana kakukubali hivyo hivyo ulivyo. Sasa nakwambia kimoja. Chumba nataka nikipangisha hiki hapa. Hapa unahama. Na kama hujahama, naanza kushughulikia hapa. Kama mnacha kidogo. Tulia kaka, tulia kwanza. Unajua hawa tukimtawakali Mwenyezi Mungu vizuri, wanaondoka hawa. Sio wanaondoka hao, ukiendekeza hawa na kupanda kichwani hawa. Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Ngoja mimi nifanyie dua. Subiri mimi nikuonyeshe. Sababu unaona kama unachelewesha. Mimi ndo kunguru. Subiri ndio unaisha nakuja hapa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ukhruju biidhnillah, ukhruju biquwwatillah, nadi aliyan madhhara al-ajaib, tajiduhu aunan laka fi an-nawaib, kullu hammin wa ghammin sayanjali bi'azamatika ya Allah. Kaka nini unaenda wapi na hilo fagio? Nisikize kwamba tumwesa asifai kasi hatuna akili timamu, sawa? Mimi nilifanya kwa makusudi yangu. Ndio maana mjomba, shangazi nani sikuwaalika. Taratibu kwamba yule akienda kwa mume wake, chumba kinabaki empty. Nimesemaje hapo? Kinabaki empty. Nakodisha. Naomba nipishe mpumbavu. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, Ashura kiuno. Mzembe, wewe wataka kuniambia kwamba mtu akikugonga kwenzi tu kichwani, kichwa chako huwa kinajisikiaje? Ile mimi nakuwa la sijielewi. Nasikia kuna minyoo kichwa inanifinyanga finyanga, kuna ubongo hata sielewi. Sawa. Mimi nimepata wazo. Nafikiri hawa ambao walikuwa nakulea kule Morogoro walikuwa hawana akili mzuri, hawezi kujiongeza. Mimi nitakununulia elementi ya bodaboda. After buy nitakuvesha. Maana yake hapo mtu akikukoa kwenzi, sidhani kama utapoteza kumbukumbu. Kwa mjomba yeye anaweza kusaidia eti? I'm not sure, but after buy I do experiment. Nitajua je ina au namna gani. Umeelewa? Lakini nimepiga Kiingereza hapo. Hujaelewa, acha nganga nini umesomea wapi? Namaanisha kwamba ni baada kuinunua nitakuvesha afu utafanya majaribio kupiga kwenzi afu nione kama inafanya kazi. Hamna shida mjomba, wewe umesema nipinge mimi nani? Hebu sogeza kidogo hivi kichwa. Mna mjomba. Kidogo tu. Sasa kiwana. Haya, mtangu. Leta bwabu hapa tule kwanza. Afu kumbe una ugomvi hapa. Sidhani kama utafanya lolote. Anyway, tutaenda kula chips mjomba, sawa? Bibi, utulivu? Usijali kaka, kila kitu kipo sawa. Iko sawa? Kila kitu kipo sawa. Sasa hapa blacklist cha kufanya ni chukue mkeo, uondoke naye ili akapate kupumzika. Shemeji, msaidia kidogo. Aisha. Vipi? Kwani kuna nini? Iko sawa. Hapa atake asitake, lazima aondoke. Chumba chake pangisha hiki. Oye, wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Odi nyeusta, tumbaya. Wenye vipala tuchekeshe hata siku moja. Habari yako dada? Sina haja na salamu yako. Kimekuleta nini tena leo nyumbani kwetu? Mimi sije kwa ajili ya habari hizo tena. Niko na shida na mjomba wako. Kama mjomba wako yupo ndani, naomba uniletee. Na shida naye. Kama umekuja nyumbani kwetu, yaani naomba urudi huko ulipotoka. Lakini kama umekuja kwa niaba tu ya njia kupita, naomba upite uende. Samahani dada, kama mjomba wako yupo namuomba. Au kama una namba zake, naomba unipe ili niweze kuwasiliana naye. Hayo ndo maneno kila siku mkija hapa. Na shida na mjomba wako sio wewe. Lakini mjomba wangu akija, ninakuja kuzungumzia kuhusu swala mimi la ndoa na kuleta posa. Hivi kwani nyinyi mna nini nyinyi? Na matatizo gani kwani? Kwani mtu anavyokuwa anaongea na kwa mumuelewi, si ndio Niongelea na nini labda?
Niongelee na pua labda mtanielewa, si ndio? Maana nikiongelea na mdomo hataki kuelewa. Na kama mna upwili usiende pale Kimboka na pale wasibu katika malori wamejaa kosa 12 tu unawakuta. Na kama wewe kibelenge itakuwa vizuri na ukiwa dalali. Mshike mkono yule mwenzio anafanya sheki kofia kama kibakuli, mpeleke kule kamdalalie. Wanake 2200 tu unawapata. Kwani vipi? Na hapa nyumbani kwetu hapa sitaki kukuona. Yaani usikanyage katika eneo letu, sitaki. Na nikikuona nitakufanyia shengesha hilo ambalo yeye kufanywa tangu uzaliwe. Hey. Vipi? Kaka vipi? Safi, karibu. Samani, juzi nilikukuta na mjomba wake binti hapa. Nilikuwa na shida na namba ya mjomba wake. Kama unayo naomba unipatie. Namba yake sijaishika kichwani. Na simu nimeiacha chaji nyumbani. Kwa hiyo nashindwa jinsi ya kusaidia ndugu yangu. Ameondoka muda sana? Sijajua midikasi yake kwa sababu alinipitia nyumbani asubuhi, akasema anaenda kwenye mihangaiko yake. Kwa hiyo sijajua ameenda wapi. Basi sawa, ngoja mimi niwaache. Tarudi tena muda mwingine. Sawa, karibu. Sawa. Shakira, kaleta maneno yale ya kuleta barua tena. Na nyinyi ndo wale wale. Shati. Wewe unataka kuniharibia Shati? Unakuja mpaka hapa ambao sehemu ninayooa. Unataka mtu kuona? Na nishakwambia kabisa leo naoa na taarifa unayo. Unakuja mpaka huko. Yaani Shati, hii sio msio yangu. Bora kuniharibia lakini Shati. Umesahau tulivyokubaliana? Mimi ni siku yangu ya ndoa. Niache ni fly. Shida uko wapi Shati? Usinipangie. Huyu mwanamke unayetaka kuoa sio mzuri. Usimuoe. Kwa nini? Kwa nini sio mzuri? Shati, unaanza mambo yako. Na unajua kabisa nishakuomba nataka kuoa mke wa pili. Yule wa kwanza nakuachia wewe. Na kila kinachotokea unakiona kabisa yule sije kutembea naye. Nimekuachia. Na nikakuomba huu wa pili nimuoe mimi na nimempenda. Sasa wewe kwa nini useme sio mzuri? Niachie mimi. Naona sasa unavuka mipaka. Laiti kama ungelijua haupaswi kunifokea kama unavyomfokea mke wako nyumbani. Usinipangie. Naam. Usinipangie blacklist. Mimi. Hani bado huamini kama ile mali ya kwako? Hani unaongea mwenyewe tu mwenyewe. Sikia nikwambia kitu kimoja sawa. Mimi nishapanga huko kwamba wewe umeshaita si uguta huko muondoke. Ile mali ya kwako baba usiongee tu ovyo ovyo. Hujaamini tu baba? Shemeji, wala usiongee mwenyewe. Ila tu nimekuja hapa nje kuomba dua ili Mwenyezi Mungu anijalie baraka tele mimi na mke wangu. Kwa hiyo usofu lolote hapa. Hilo la msingi. Yaani wewe dua ushaombewa. Mimi mwenyewe hapa nilipo hapa kila ninapoenda nakuombea dua. Mradi tu hapa uondoke kwenye nyumba. Yaani wewe dua ushaombewa. Sio sisi tu, hadi majirani. Hebu sikia nikwambia kitu kimoja ndugu yangu. Hebu mchukue mke wako uondoke. Sio vizuri. Mchukue mke wako uondoke sababu mimi hapa jioni pale nataka nigize mpangaji. Nisaidie bwana. Sasa tangulia afu nakuja. Twende. Nakuja. Shele. Twende baba. Unaona sasa? Yaani mpaka watu wananifuata huko. Tena amenikuta naongea mwenyewe. Hivi unaweza atanifikia nini? Halafu ni mtu muhimu sana. Yaani mke wangu mimi kaka yake. Shati, nakuomba please. Niache leo nifurahie. Usiogope. Uwezo na nguvu nilizonazo zinanifanya mimi niamue kile ninachohitaji. Yaani inamaanisha kuwa hajaniona. Hii kwangu ndiyo karama niliyojaliwa. Ninaweza kuamua nguvu zangu kadri ninavyotaka. Usiogope. Alafu kama unaamua kuoa na maamuzi yako binafsi, sawa, lakini hili nimekwisha kueleza tayari. Lia mbele. Tusilaumiane. Sawa. Nitajua mbele kwa mbele huko. Lakini leo ni lazima nioe. Shati.
Sonata, hongera Bakilisti kwa kuoa. Wanamwita Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno, Ashura, Ashura kiuno, Ashura huyo, Ashura kiuno. Nalinga na ndevu zangu sigombani mademu, sijui na nini lazini atajitoa. Eka zangu nadhani unazijua, nikiamua langu nani atazuia? Ukitaka kupigana njoo sasa nikuonyeshe show. Kamote, koma. Unamkomesha nani? Unamkomesha nani? Wewe. Alafu usilae na mama nguo. Siavui. Wewe unasemaje? Unasemaje? Unasemaje wewe? Vua hizo nguo. Nimekuambia sivui. Vua ndani unakuja kufanya nini? Wewe ni nani huko ndani? Wewe si mke wangu. Hata kama tumegombana, nina haki ya kufanya kitu chochote. Vua hizo nguo. Kamote. Yaani kama utaki nilale kwenye kichumba, niambie. Naweza nikaondoka hapa nikaenda kulala sebleni. Sio yenyewe vizuri. Sasa naelewa. Unajifanya ukataa mwenyewe. Yule sio bwanangu. Mimi yule sijui nani. Wewe bwana wako. Manake hili jeuri la kuninyima mimi unyumba humu ndani, sababu ni yule mwanaume. Siku hizo umekuwa na sababu nyingi. Mara Simba anacheza. Mara sijui nini. Kwa hiyo kule, kwa maana mume wako mnasimama vichochoroni mnafanya mambo yenu huko. Kule Yanga anacheza, si ndio Usinipalishe marwani yangu. Aha. Wewe. Ngoja. Arudi mwanangu King'ong'o kwenye safari yake. Tunaonyesha show. Usijifunike shuka, naomba vua nguo hiyo. Haya, baki nalo. Kesi bililahi. Hata wewe ningose mimi. Na nakujambia leo. Wenye vipawa tuchekeshe hata siku moja. Odi Nyeusta, mbaya. Oya bi mkubwa. Hivi mtu wa mwisho kwenda chooni nani ukiachana na mimi? Wewe maswali yako saa zingine nanuna, saa zingine nacheka. Nashindwa kupata jibu. Hivyo nani anayekwendaga huko chooni mara kwa mara kama si wewe? Bi mkubwa hapo namtafuta mtu la undani. Maana mnataka kusema nyinyi amwendi chooni naenda chooni ni mimi peke yangu? Sio kweli bwana. Asa nikwambie tu. Mimi nimekwenda huko chooni muona mtu karibu na mimi sijasafisha. Nimeacha kama alivyo. Mimi nimefanya shughuli zangu nimetoka. Nimeacha hivyo. Alafu nikwambie sasa. Chakula mlichokula jana ndo mtu aliyetoka huko. Na mimi chakula cha jana sijakula. Nani sasa kama sio nyinyi? Ina maana Mavi anajulikana chakula cha juzi, cha jana, wewe hujakula. Kweli? Unaona sasa ndo kutuharibiane siku. Ngoja mimi niende kwenye mishughuliko yangu. Lolo! Wewe! Njoo kwanza hapa bwana. Nini mama?
Nisikilize mwanangu, kakako yule anaondoka, naomba umfuatilie, manake simuelewi. Mara akija hapa anasimulia mara mtoto, mara huwa anakuja mtu, mke wangu anamfuatilia mwanao. Sasa mimi mwanangu jibu sijalipata. Kwa hiyo nakuomba mfate nyuma mpaka huko anakokwenda. Mama, hizo kazi nyingine la mama. Mimi nimfuatie huko, nikienda kupigwa mimi. Akupige nani? Wewe huwezi kufuatana naye yule anapoongoza, anapotembea na wewe unaenda unanyata. Ukimwona kasimama au anageuka, wewe unakausha mpaka huko anakokusudia kwenda. Kapitia njia gani? Njia yake kubwa ni hii. Kwa maana mimi nasema na wasiwasi huko. Sijui mwanamke gani anemfuatilia. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama. Fanya haraka bwana uende. Natafuta viatu. Viatu gani tena? Wewe vaa chochote. Papa na nguru hoja vaa hata siku moja. Mbona sisi tumevaa sana? Ashura kiuno. Odinyo Star Tumbaya. Kichodudu wapi? Unaniuliza mimi naenda wapi? Ina maana hujui au? Nisikilize. Yaani mimi nimekuja hapa kwa sababu moja tu. Naingia humu ndani kumchunguza huyo mtoto anafananiaje. Yaani kama anafanana na mimi, pua, macho, kichogo au sura, kudadadeki walai simwachi. Na mchukua na sepa naye kwa Ashura kiuno. Alafu maelezo ataenda kule. Auendi kokote, kumbe unijui. Sasa ukitaka kuona upande wangu wa pili, vuka hiyo kizingiti hapa. Wewe unanizuia mimi? Yaani mimi nakanyaga hiki kizingiti naingia zangu ndani na hauna chochote cha kunifanya kudadadeki, subiri. Habiba, unanizuia mimi? Mayuti nakuuliza, unanizuia mimi? Kwani una tatizo gani wewe mwanangu mwenyewe? Yaani mume wako siku ile pale kaniambia kabisa kwamba hapa mimi kuna damu yangu, anataka kuniachia, alafu unanizuia. Ili iweje yani? Oya wewe nisikilize. Mimi hapa siondoki leo mpaka niangalie hiyo sura ya udogo anafananiaje. Yaani ombea Mungu asifanane na chochote kile katika mwili wangu kudadadeki. Yaani akifanana hata na kiduku na sepa naye. Subutu. Kumbe unijui vizuri. Vuka hapa, ingia alafu uone. Na kupigia kelele za mwizi, unakufa hapa uwanjani kwangu huku na kuona. Wewe chizi. Kumbe mpo wengi Una bahati kudadadeki zako. Lakini mimi hapa lazima nirudi. Naona ndugu zako wamekuja, alafu ananiangalia mimi tu, mmoja mrefu kama Peter Crouch, mchezaji wa Liverpool. Shamba jatoka bado. Huyu mrefu ndo mtoto wangu. Mbona siwezi kuzaa mtoto mrefu kama huyo kubaba beki. Dada yangu, we umeona kwa macho yako we mwenyewe
umejihakikishia kabisa. Aka kadada ndo kanakaa hapa. Sasa cha kufanya kitu kimoja. Wewe nenda, mimi nitadili naye. Tamalizana naye. Sawa. Angalia tukasije naweka kakupiga kakukunja hapo. Yaani wewe usijali. Kwa swala hilo hamna shida. Usiwe na shaka, wewe nenda. Haya. Unashangaa kuniona? Nimefuata mtoto wangu. Namtaka mwanangu Habiba.